sisi tuna fimbo, wakaziangusha chini zikageuka kuwa nyoka. Unaona ni paka, kumbe sio paka wa kawaida, ni paka wa kichawi. Unaona panya, sio panya wa kawaida, ni panya wa kichawi. Amebeba ajenda za kichawi. Wewe unachukulia kawaida, unasema hii fuko hii. Sio fuko hiyo, ni panya lakini wa kichawi. Ni nyoka lakini sio nyoka kawaida, ni nyoka wa kichawi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu tunayemtumikia ni zaidi ya nyoka wa kichawi. Mungu tunayemtumikia ni zaidi ya paka wa kichawi. Musa aliposhusha fimbo yake na haya mataya akasema na sisi tunazo fimbo. Aliposhusha, maajabu ni kwamba nyoka wa Musa akawameza nyoka wote wa kichawi. Nami natamka yale katika jina la Yesu. Mashetani yote yapigwe kwa jina la Yesu aliye hai. Kazi zote za giza zimezwe kwa moto wa Yesu Kristo aliye hai. Na uwe salama katika jina la Yesu Kristo tangu sasa. Amen, amen, amen. Amasheni, upo? Utupo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kwenye Biblia inakiri uchawi upo. Sauli baada ya kuingia kwenye ufalme wake akawaua wachawi wote na wapunga pepo. Ni watu ni wapunga pepo, ni watu ni wachawi, ni watu wanasema tunapandisha majini. Unamkuta mtu ana kakilinge kake, yuko pale, ukienda pale anasema ngoja tuwaite wakuru wakusaidie. Unaweza kuona anaruka anapandisha majini huyu. Sema apigwe kwa jina la Yesu. Apigwe kwa jina la Yesu. Sauli akawafyeka wote akawaua. Lakini mtu mwingine anaitwa mfalme Yehu katika sehemu ya kaskazini, alipoingia kwenye ufalme wake akasema leo nina kongamano kubwa sana kama ninavyofanya siku ya leo. Akasema wachawi wote wa mji tutakuwa na show live. Usema show live. Muje mkiwa mko kazini. Kakaja kabibi kazee kamevaa kichawi, wachawi wakaja live, sio kama unaenda huko unajificha. Wakaja live na nyungo zao, wakaja live na paka zao, wakaja live na viguo vyao na vitambaa vyao na mailisi yao, wakaja live. Yeye akasema fungeni mlango, leo tuna show live. Haleluya, 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 haleluya. Alipofunga mlango, yeye akawaambia walinzi wake na alaaniwe. Sema alaaniwe mtu yule auzuiaye upanga wake usimwage damu. Yaani kwamba hii damu ya wachawi, ukisita upanga wako usiporuhusu ukamwaga damu, umelaaniwa. Na mimi sitaki kulaaniwa katika jina la Yesu. Niko tayari kupambana na nguvu za giza, na hii ni kazi ya mtu yote aliyokoka. Anasema hivi vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya mamlaka, juu ya falme, juu ya majeshi ya pepo wabaya, juu ya wachawi, juu ya waganga, juu ya wasihiri, juu ya wasema nyota, juu ya wapandisha mapepo, juu ya wapunga majini. Tutawafyeka. Sema fyeka kwa jina la Yesu. Fyeka kwa jina la Yesu. Uchawi kwenye Biblia unasema upo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona chanzo cha uchawi duniani ni malaika waovu. Hawa malaika waovu wanaitwa mashetani. Ukisikia mahali popote mashetani anatamkwa, ni malaika waovu hawa. Ni mapepo, ni majini, ni mizimu. Ukisikia anasema kwamba mizimu ya kwetu, jua anazungumza mashetani ya kwao huyu. Anazungumza malaika waovu wa kwao. Na sisi hatuna shirika kati ya mizimu na sisi tuliokoka. Amen. Hatuna shirika kati ya majini na sisi tuliokoka. Amen. Unasikia mtu usimwombe. Hatuna imani ni tofauti. Imani is tofauti. Kwa hiyo imani yenu inafanana na mapepo au? Hawa ni watu hapa Chalatila. Usimwombe. Waliposikia kwa jina la Yesu, niliwaambia msinilete huku. Nikashangaa Wakorechi. Korechi umepata wapi hizo nguvu?
watu wamerundikana mlangoni. Usimwombe imani yako na yako ni tofauti. Nikasema ndio, imani yangu mimi na mapepo ni tofauti. Nini imani yenu ni sawa na mapepo? Na siku moja wakati naongea naye akaniambia kwamba ndio maana kwenye mikutano yako hatumruhusu huyu aje. Na imradi sauti hii inasikika huko uliko katika jina la Yesu. Ninatuma moto wa Bwana, mashetani yanayokukalia yakuachie kwa jina la Yesu Kristo ni hai. Sema wako huru kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Hao malaika waovu hutumiwa na mawakala wa kuzimu. Nimezungumza mawakala wa kuzimu ni akina nani hawa? Ni mashetani. Kama vile mtu alivyookoka anaweza akatumia malaika wa Bwana kufanya kazi. Anaweza akatumia Roho Mtakatifu kufanya kazi. Anaweza akatumia jina la Yesu kufanya kazi. Akisema kwa jina la Yesu ninawafyeka. Ndipo mawakala wa kuzimu hutumia mashetani kufanya kazi. Yanayaita mashetani. Yanamtuma nenda kwa mtu fulani kuwa kansa. Yanamtuma nenda kwa mtu fulani kasababisha asizae. Nenda kwa mtu fulani kasababisha awe anaumwa. Lengo ni tukio la kichawi la kuumwa, lakini kusudi ni mtu afe. Lengo ni uvimbe kwenye kizazi, lakini kusudi la mtu asizae. Mbaya kabisa. Yanatumiwa na mawakala wa kuzimu. Na mawakala wa kuzimu ni wachawi, ni waganga wa kienyeji, ni washirikina. Unaweza kuzungumza mshirikina ni mtu wa aina gani? Mshirikina sio mchawi wala sio mganga wa kienyeji, lakini anapenda sana madawa. Anapenda sana kuimbiliza. Hawezi akalima bila dawa. Mshirikina huyu hawezi akafanya biashara bila dawa. Mshirikina huyu naye ni wakala wa kuzimu. Kila siku, kila mwisho wa mwezi anawakusanya watoto wake, anawachanja chanja. Mshirikina huyu wakala wa kuzimu. Yawezekana tuone nisikia ulizulia katika ibada za kuzimu, wakakuchanja chanja, wakasema usile vitu fulani kwa sababu mizimu haitaki. Leo nimekuletea Yesu Kristo mwenye uwezo wa kukutoa katika magano ya mizimu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. 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 Jina la Bwana libarikiwe. Hawa mapepo, hawa mashetani, hawa majini, hawa mizimu wanaitwa malaika waovu katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 4. Malaika waovu au malaika waliokosa au malaika walioshindwa kuitunza enzi yao wako duniani, na hao wanaweza akawa kitu chochote. Wanaweza akawa malaria. Halo shangaa, amekuja hapa sema nipime malaria. Kupima malaria kweli ipo. Nikasema naijua hii. Najua pepo unaweza ukawa malaria. Na kujua pepo unaweza ukawa uvimbe kwenye kizazi. Na kujua pepo unaweza ukawa kansa. Na mimi sishughuliki naye malaria, nashughulika naye kwa jina la Yesu. Anasemaje Petro? Petro sura ya pili, Petro wa pili sura ya ngapi? Sura ya pili mstari wa 4. Sura ya pili mstari wa 4, maandiko matakatifu yanasema. Ndio. Kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa, sema malaika waliokosa, malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, ndio walindwe hata ije hukumu. Ufunuo sura ya 9 mstari wa 11. Ufunuo sura ya 9 na mstari wa 11. Ndio. 9:11. Ndio. Mtasoma. Maandiko matakatifu yanasema, na juu yao wanaye mfalme, naye ni malaika wa kuzimu. Sema malaika wa kuzimu. Malaika wa kuzimu. Ni malaika, lakini si malaika wa mbinguni huyu. Ni malaika wa kuzimu. Jina lake kwa Kiebrania ni Abadoni. Yes. Na kwa Kiyunani analo jina lake Apolioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya malaika, haya mapepo, haya majini, juu yao wanayo mfalme wao ambaye anaitwa malaika wa kuzimu. Kwa Kiebrania anaitwa Abaddon na kwa Kiyunani anaitwa Napoleon. Ni malaika lakini wa kuzimu huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile kulivyokuwa na malaika lakini ni wa mbinguni, wanakaa pamoja na watu waliokoka,
wakiwahudumia watu waliokoka. Nataka nikwambie mtu uliokoka uko na malaika. Haleluya, haleluya, haleluya. Nathibitisha hili. Petro alipofunguliwa katika gereza, alipoenda kugonga katika nyumba ya wale watumishi na wale Kristo walikuwa wakiomba, wale watu waliokoka walipokuwa wakiomba, alipogonga wakasema, ninasikia sauti ya Petro anagonga. Wakasema, hapana, sio Petro, ni malaika wake. Kumbe unaye malaika wewe uliokoka, ila wewe ambaye hujaokoka hauna malaika. Na kama una malaika, basi una malaika wa kuzimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mathayo Ufunuo 12:9. Ufunuo sura ya 12 na mstari wa 9. Ndio. Maandiko matakatifu yanasema, ndio, yule joka akatupwa, yule mkubwa joka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, ndio audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata chini, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Ndio. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kulikuwa na joka, alafu kulikuwa na malaika zake. Na kulikuwa na malaika Mikaeli, alafu pia na malaika zake. Kukatokea vita mbinguni. Yule joka na malaika zake akapigana na Mikaeli pia na malaika zake wakapigana. Lakini habari njema ni kwamba yule joka mkubwa akatupwa chini na malaika zake wako hapa chini. Wako hapa chini. Na kuna wakati mwingine unaweza kuwa unapishana nao. Kuna wakati mwingine inawezekana wako ndani yako. Na malaika wa kuzimu akiingia ndani ya mtu, wanakuja na assignment na kazi. Wanakuja kama ulevi. Mtu anaanza kuwaka tamaa ya kunywa pombe isipokuwa kawaida. Asipokunywa pombe na hisi kuumwa. Umetumiwa malaika wa kuzimu wewe. Huyu mtu ana tamaa ya uzinzi na uasherati. Anasema nisipolala na mwanaume siwezi. Umetumiwa malaika wa kuzimu wewe. Una malaika wa kuzimu. Tunakuona wewe ni mkia wewe. Tunakuona wewe ni Selijusi wewe. Tunakuona wewe kama Selijusi yupo, naomba nisamehe. Ninazungumzia kwa habari ya mtu anaweza akawa anamilikiwa na malaika ya kuzimu. Wewe ni mwanto wewe. Wewe ni mankarantanta wewe. Lakini tukiangalia maisha yako yanatutambulisha kabisa wewe sio wewe, una malaika wa kuzimu wewe. Kuna binti hataki kuvaa nguo, anatembea uchi. Yakitembea uchi anajisikia amani, anajisikia furaha. Anasema siwezi kulala bila mwanaume. Siwezi kulala bila mwanaume. Sio wewe. Wewe utajiona ni wewe, lakini sisi tunakokuona tunajua na malaika wa kuzimu wewe ndani yako. Na huyo lazima atoke leo katika jina la Yesu ali hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja katika nchi ya Wagerasi alikuwa amevamiwa na malaika wa kuzimu yapate 2000 mpaka 6000. Yesu siku zote alikuwa akilala makaburini. Alikuwa akijikatakata kwa mawe. Lakini kitu cha ajabu, alikuwa hataki kuvaa nguo. Kwa kiona kididu kinapenda kutembea tembea uchi, jua kabisa kina malaika wa kuzimu hiki. Mtu anapenda kulewa, na yeye akilewa anaona ni fahari. Analewa mpaka anaanguka chooni. Anaona kwake ni fahari. Analewa mpaka anaanguka chooni. Lakini kwake anaona ni fahari. Huyu mtu ameoa mke lakini aridhiki na mke wake. Anazungukia kwenye wake wa watu. Yeye kwake anaona ni fahari. Anaona ni sifa. Nataka nikwambie, sio sifa. Kuna malaika wa kuzimu wewe. Unaona ni mama kabisa. Yuko na ndoa yake. Ana mume wake mzuri. Lakini bado hatulii. Macho juu kuangalia vijana. Macho juu kuangalia waume za watu. Sio wewe. Umevamiwa na malaika wa kuzimu wewe. Na leo nimemleta Yesu Kristo awezaye kukutoa hayo mashetani, na akamruhusu Roho Mtakatifu aongoze maisha yako. Amen. Huyu mtu katika nchi ya Gerasi alikuwa anatamani kukaa uchi. Alikuwa anatamani kujikatakata na mawe, kwa sababu ndani yake kulikuwa na mizimu na malaika wa kuzimu. Watu walikuwa wakimpelekea nguo, alikuwa akikataa. Anasema hizi zimepitwa na wakati. Ile hiki kimini, hiki kisoksi, hiki kisketi kitaumu ndio kizuri. Walikuwa kimshauri vaa nguo vizuri wewe. Anasema hapana, ujana ni maji ya moto. Hizo nguo ni za wazee. Una malaika wa kuzimu wewe.
Tunakwambia Bwana, hata kwenye sigara pameandikwa uvutaji wa sigara si salama kwa afya yako. Unasema hapana. Una malaika wa kuzimu wewe. Unashauriwa kabisa na madaktari kwamba unywaji wa pombe kupita kawaida unaenda kuharibu ubongo na kupunguza kumbukumbu zako. Kwa hiyo acha pombe. Unasema hapana, mimi siwezi kulala bila bili. Sio wewe, una malaika wa kuzimu wewe. Leo habari njema ni kwamba Yesu anatangaza kuwekwa huru kwako. Ni wewe kuchukua nafasi na hatua ya kumkimbilia. Tumeona wengi waliokuwa kama wewe, walikuwa wabaya kama wewe, yawezekana zaidi yako, lakini walipomwamini Yesu Kristo, alipomruhusu akaingia ndani yake, huyu Yesu Kristo akabadilisha maisha yao. Na anasema ya kwamba nasimama mlangoni na bisha hodi, si kwa wasungu tu, si kwa akina naza tu, no, nasimama mlangoni na bisha hodi. Mtu atakaposikia sauti yangu akafungua mlango wake, nitaingia kwake. Nataka nikwambie, mahali alipo Yesu hakuna mashetani kukaa. Mahali alipo Yesu hakuna mapepo kukaa. Tunamsema Yesu aliyeweza na uwezo wa kukufungua na kukuweka huru katika jina la Yesu. Amen, 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 amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wafalme wa pili sura ya 22 mstari wa 20 mpaka 22. Wafalme wa pili sura ya 20 mstari wa 22, sura ya 22 mstari wa 20 na 22. Sura ya 22 mstari wa 20. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Ndio. Maandiko matakatifu yanasema, ndio, kwa hiyo tazama, nitakukusanya pamoja na baba zako, ndio, nawe utawekwa kaburini mwako kwa amani. Wala yapo hapo. No. Wafalme wa kwanza tumeona huyu pepo ni pepo, lakini akiingia ndani ya mtu anabadilika, anakuwa kitu fulani, anatuma huyu, hatutaki aendelee huyu. Tunafanyaje? Yale mawakala ya kuzimu yanamtumia jini. Wafalme wa kwanza 22:20, maandiko yanasema, ndio, Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu? Ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwe Ramoth-Gileadi akaanguke? Ndio. Basi huyu akasema hivi, ndio, na huyu hivi. Akatoka pepo. Akatoka nani? Pepo. Sema pepo. Pepo au malaika wa kuzimu huyu. Akasimama mbele za Bwana akasema, ndio, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, akamuuliza, jinsi gani? Fanyaje kumdanganya? Akasema, ndio, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake. Nitakaa kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, ndio, utamdanganya na kudiriki pia. Aondoke afanye hivyo. Endelee. 22 mmaliza. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa kulikuwa na majibizano. Pepo anajibu. Nimekwambia mapepo yanaweza kutumwa na mawakala wa kuzimu. Mwanadamu ana nguvu ya asili ya kukusanya roho. Anaweza akakusanya mapepo. Anayekusanya mapepo si tunamuita mganga wa kienyeji. Anaweza akakusanya majini. Lakini vile vile mtu aliyokoka ana asili ya kukusanya roho. Anamkusanya Roho Mtakatifu. Anakusanya malaika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Huyu pepo anasema utafanyaje kumdanganya? Anasema nitaenda na kubadilika na kuwa pepo wa uongo katika kinywa chake. Vile vile shetani na mawakala wa kuzimu wanaweza akatuma ya mapepo yakasema, badilika uwe ugonjwa, badilika utengeneze tukio la ajali. Kwa nini? Kwa sababu mtu fulani anajidai, amejenga nyumba anajidai, ameolewa anajidai. Badilika uwe pepo wa ajali, usababishe ajali, afe, tukio la kichawi. Unasikia Manto alikuwa anasafiri,
na pikipiki yake aliyonunua, lakini mawakala ya kuzimu yalimwona, yakasema anajidai, yakaagiza mapepo, badilika uwe jiwe, uwe korongo barabarani. Alipokuwa akisafiri na pikipiki yake, akashangaa ghafla korongo akaanguka akafa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya mapepo yanaweza katumwa, nenda ingia kuwa uvimbe kwenye ovari za mwanamke asizae, nenda ingia kuwa kansa. Utatumia dawa mpaka ukome na tatizo lako litakuwa pale pale. Unamhitaji Yesu peke yake. Unamhitaji Yesu peke yake. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Kwa sababu watu pia wamekosa macho ya rohoni. Wanasema manto amekufa, Bwana ametwaa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Ukiangalia kiuhalisia sio Bwana aliyetoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Sema ni matukio lakini ya kichawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka nikuonyeshe tukio lingine ambalo ni la kichawi. Limemtokea mtoto. Hii ni kwenye Biblia. Biblia inapotuonyesha na kuandika vitu, maana nataka kutuambia vitu vinavyoendelea kwenye ulimwengu, kwenye maisha yetu ya kawaida. Amen. Marko sura ya 9 mstari wa 19, tunaenda kumaliza. Baada hapo natamani niombe na watu, niombe na kijiji cha Charatila. Marko 16. Niombe na vijana. Marko 9:19. Marko 9. Anzia mstari wa 17. Marko 9:17. Ndio. Maandiko matakatifu yameandikwa hivi. Sikiliza vizuri. Mtu mmoja katika mkutano akamjibu, Mwalimu, nimemleta mwanangu kwako ana pepo bubu. Sema nimemleta mwanangu. Nimemleta mwanangu kwako. Lakini si mwanangu wa kawaida. Ana pepo. Ana nini? Ana pepo bubu. Na kila ampagapo humbwaga chini. Na kila anapompagaa humbwaga, humtupa chini. Bwaga manake ni kutupa bila utaratibu. Naye utoka povu na kusaga meno na kukonda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu ni mwanangu, alikuwa vizuri kabisa, alikuwa mzima kabisa, alianza na shule, lakini ghafla akawa bubu, lakini ghafla akawa na kifafa, lakini ghafla akaanza kushindwa kutembea, lakini ghafla akafa. Kumbe tunaona hapa kuna mapepo. Linaweza likawa ni pepo, lakini likiingia ndani ya mtu linabadilika na kuwa bubu, linabadilika na kuwa kifafa. Nimesema kwamba linapombwaga utoka nini? Utoka povu. Utoka nini? Povu na kusaga meno na kukonda. Makala ya kuzimu yametuma pepo, yameambia utakapoingia badilika kuwa kifafa. Na ukija hospitali, daktari anakuambia ndio, kifafa ni magonjwa ya kawaida, yanasababishwa na abnormal firing of the brain. Watakupa na dawa. Siku moja Roho Mtakatifu akataka kunifundisha shule ya ajabu. Nimetoka darasani na mwalimu wangu anaitwa Dr. Janeti. Yuko pale mkoani. Akawa anafundisha kwa habari ya kifafa na degedege. Akashusha pale shule zake. Wakati mimi najua degedege na kifafa vinasababishwa na mapepo. Naomba makamanda muendelee, sawa? Tunaposema hivi lazima watu wengine wanakuwa wanafungulia hivyo hivyo. Amen. 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 Msimruhusu atoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba Shedi, usimruhusu atoke. Mimi najua pepo kifafa, najua kifafa ni pepo. Lakini shuleni nikafundishwa kifafa kinasababishwa na abnormal firing of the brain. Brain inatengeneza taarifa ambazo si sahihi, zinaenda kuathiri mifupa, zinaenda kuathiri misuli. Mtu anaanza kukakamaa. Nikagundua kumbe walinidanganya warokore. Kumbe kifafa sio pepo. Kifafa ni tatizo la ubongo. Yawezekana imesababishwa na wadudu au ubongo wenyewe umeshindwa kutafsiri taarifa. Nimeenda natoka darasani naingia kanisani, ibada ikaendelea, pepo zikalipuka. Mimi nilikuwa kijana wa kanisa.
Sijaanza Chalatila. Kwa hiyo kinaona nenda sana kanisani, useme huyu jamaa amekuja huku ameacha kufanya majukumu yake. Ni miongoni mwa majukumu yangu haya. Nikamchukua peleka kwenye ofisi ya wazee. Nikasema pepo kifafa, toka kwa jina la Yesu. Yule dada akaanza kuongea lugha zaidi ya 40, mara Kisukuma, mara Kifipa, mara Kiarabu. Sasa nikaanza kuchanganyikiwa. Kifafa ni pepo, kifafa ni abnormal firing of the brain. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mawakala ya kuzimu anaweza akatuma pepo, ingia fanyika kifafa. Ingia fanyika bubu. Ingia fanyika uvimbe. Ingia fanyika ugonjwa. Lengo na dhumuni ni tukio, lakini namtaka huyu mtu afe. Lakini sema kwamba kila mpagapo mbwaga chini na kutoka povu nyingi na kukonda, hata alaje huyu mtu umwone akinenepa, hata afanyeje, hata apakae mafuta mazuri umwone akinenepa, ametupiwa pepo limesababisha akonde. Mawakala ya kuzimu na matukio ya kichawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yako matukio yamekutokea kwenye maisha yako. Wewe mwenyewe ni shahidi. Nimemleta Yesu Kristo. Sijamleta kwa Wakristo tu. Nimemleta kwa mtu yote aliyenasikia, anayesikia hizi habari njema za kufunguliwa walio katika vifungo, za kuwekwa huru walionewa na nguvu za giza, ya kwamba Yesu yuko tayari kukufungua, ayatoe hao mashetani na mawakala ya kuzimu, yapigwe na kuanguka. Hakuna mtu atakaye kusaidia isipokuwa ni Yesu peke yake. Hakuna mtu atakaye kuokoa isipokuwa ni Yesu peke yake. Amen. Wanajua kabisa huyu mtu kwa juhudi zake, huyu mtu anaenda kutajirika suni. Na sisi mawakala ya kuzimu yanakuwa na wivu, yanasema tutaki atajirike huyu. Yanachofanya yanamwambia pepo ingia, fanyika ulevi kwake. Huyu mtu anaanza kunywa pombe sivyo kwa kawaida. Malengo yake yote yanaharibika. Anakuwa ni mtu wa hovyo, hata kule alikokuwa na kutazamia afiki, kwa sababu mawakala ya kuzimu yalimuona, huyu nani wewe? Yakamwona huyu nani, unaenda kuwa nani? Mawakala ya kuzimu yalimwona mtu mmoja katika nchi ya Gerasi. Yajua kabisa ni mchungaji wa Dekapoli, manake miji 10. Hatutaki awe mchungaji huyu. Wakamtumia mapepo, wakamtumia mawakala ya kuzimu, yakasababisha akawa chizi. Kumbe kuna uchizi mwingine sio kawaida, ni uchizi unaosababishwa na malaika wa kuzimu. Hawataki awe mchungaji. Ndugu zake walijaribu kumfunga minyororo, alikuwa akikata kama uzi. Wewe minyororo inavuta pilau na jembe, tunalima. Wewe mtu mmoja unakata. Sio yeye, alikuwa ni wakala wa kuzimu. Inawezekana shida yako umejaribu kupambana nayo, umeshindwa kupata solution. Imekuwa ikikata minyororo, imekuwa ikikata kamba. Nataka nikwambie yuko Yesu Mnazareti. Yeye anaweza kukufungua na kukuweka huru kabisa kabisa. Leo, sio kesho, leo. Ninamsema hapa leo. Ana uwezo zaidi ya kisu cha daktari, akaingia kwenye kizazi chako, akakausha uvimbe. Yesu Kristo peke yake akaingia kwenye moyo wako, akakausha kiu ya pombe. Sio kwa unayetamani hivyo, sio wewe unayetamani wake za watu. Kuna wakati mtu anajiuliza, hivi ni mimi? Mtu anapiga tukio afa akikana, hivi ni mimi kweli nilifanya vile? Nataka nikwambie, nikujibu, sio wewe. Umewekewa malaika wa kuzimu. Ndio nazoea ujamaa anaongea nini leo? Hii ni staili ya leo. Nimekuja kileo leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari 21 anasemaje baba? 21 maandiko nasema, akamuuliza babaye, ndio, amepatwa na haya tangu lini? Amepatwa na haya tangu lini? Akasema tangu utoto. Tangu utoto. Na mara nyingi amemtupa katika moto. Mara nyingi amemtupa katika moto. Na katika maji. Na katika maji. Amwangamize. Amwangamize. Lakini ukiweza. Neno lolote. Utuhurumie. Utuhurumie. Na kutusaidia. Na kutusaidia. Yesu akamwambia. Ukiweza. Anashangaa. Kuna mshangao hapo baba. Ndio. Kama kiulizo. Ndio. Huyu jamaa anamwambia Yesu, ukiweza waweza kutusaidia na utuhurumie. Yesu anauliza, ukiweza na maana unijui vizuri? Ndio. Sio kwamba ukiweza, ninaweza zaidi ya haya. Ndio. Akasemaje? Yote yawezekana kwake aminie. Yote yawezekana kwake
Ndio. Amen. Amen. Mara babaye yule kijana akapaza sauti. Akasema. Amini. Nisaidie kutokuamini kwangu. Naye Yesu akiona ya kuwa mkutano umekusanyika mbio, akamkemea yule pepo mchafu. Akamwambia, ewe pepo bubu na kisui, mimi nakuamuru mtoke huyu, wala usimwingie tena. Akalia, akamtia kifafa sana, akamtoka, naye akawa kama amekufa. Hata wengi wakasema amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono, akamwinua, naye akasimama. 28. Achia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa unasoma udaktari unaambiwa watu wakifafa wasikae karibu na moto. Na nyinyi mnaouguza watu wasimu mnaambiwa hivyo. Wasikae karibu na maji. Kwa nini? Huu ugonjwa una tabia unaitwa photophobiya. Unaogopa mwanga, kwa akiona mwanga anapata. Kumbe sio kuogopa mwanga, ni pepo linamtupa kwenye moto. Una tabia unaitwa hydrophobia. Ni kwamba ugonjwa unashabiana na maji, ukiona maji unapanda. Sio kupanda kwenye maji, ni kwa sababu pepo linamtupa kwenye maji ili limwangamize. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baba alijua kwamba Yesu anaweza akamponya. Huyu baba alijua kwamba Yesu anaweza akamwokoa. Akapaza sauti yake, akasema unihurumie, unisaidie. Inatakiwa mtu wa Galatia ule katika vifungo upaze sauti kwa Yesu. Na Yesu yuko katika viwanja hivi jioni leo. Anataka kuweke huru, anataka kufungue, anataka wewe uchukue hatua ya kumwamini na kumpa mizigo yako yote. Anasema mtusheni yenye fadhaa zenu zote. Naye mtwishe fadhaa zako zote. Mtwishe magonjwa yako yote. Amen. Mtwishe ulevi wako wote. Mtwishe umeatusha ndugu zako wameshindwa kukusaidia. Wamegeuka na kuanza kukusema na kukuteta kwa siri na kukucheka. Imekuwa aibu kwako. Ulikosea mahali pa kupeleka fadhaa zako. Jioni leo nimekuja nikwambie mtwishe Yesu Kristo fadhaa zako zote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ajabu. Yesu akamkemea yule pepo, akamwambia mimi ninakuamuru mtoke huyu na usirudi tena. Bila kwamba Yesu kusema hivyo, akamtia kifafa sana. Inawezekana ikawa ni zaidi hata mara kwanza huko nyuma. Mahali popote unapoona Yesu anahubiriwa, unaanza kuona ufunguo, unaanza kuona baraka, unaanza kuona uponyaji wako. Linakuja tatizo lingine. Wanakuja ndugu wanasema usiende kwa walokole. Sisi sio walokole, sisi ni wana wa Mungu. Usiende kwa walokole, usije kwa walokole na njoo kwa wana wa Mungu. Wanakuambia wana imani tofauti. Hatuna imani tofauti, tuna imani ya Yesu Kristo wa Nazareti. Wanasema usiache dini yako. Umezaliwa katika dini yako, lakini umezaliwa katika dini yako lakini bado hujapata faida, hujapata bado solution, hujapata bado msaada. Dini yako imekuwa hapo lakini haina msaada nawe. Nimekuja nikushauri jioni leo kwamba njoo kwa Yesu, yeye ndiye msaada wa maisha yako. Amen. Wanakuambia ulibatizwa huku wewe. Wanakuambia ulipata na kipaimara huku, ulipata na sakramenti huku, lakini bado una matatizo vile vile, lakini bado una mashetani vile vile, lakini bado una mashida vile vile, lakini bado unahangaika vile vile. Dini yako imeshindwa kukusaidia. Na mimi nimekuja nikwambia jioni leo ya kwamba dini haiwezi kukusaidia kamwe, lakini yupo Yesu Kristo wa Nazareti. Yeye ana uwezo wa kukusaidia. Kabisa. Unapoanza kuona mpenyo, umesikia injili, ndani yako kunaumbika imani, unataka kupiga hatua. Usisikilize watu wanasemaje, usisikilize shemeji, usisikilize sui dada, usisikilize sui baba. Mwambie mimi ninachomtaka, namtaka Yesu. Amen. Siendi kwa walokole, ninaenda kwa Yesu. Amen. Na by the way hakuna mlokole hapa, tumekataa asubuhi, si ndio? Amen. Kama nabisha niletafutie kwenye Biblia uniletee neno mlokole. Hapa kuna mlokole. Hapa kuna watu waliookoka. Hapa kuna watu wanaoenda mbinguni. Hapa kuna wana wa Mungu. Amen. Neno mlokole alipewaga watu wa zamani baada ya kumfuata Kristo, ni kama watu wanyonge wanaotia huruma. Ndio maana tunasema mimi niwe mlokole, niwe nalialia.
Sisi hatulilii. Ukiona tunalia ujue tunapeleka ibada yetu kwa Mungu. Lakini tukitoka hapo sisi ni hatari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akamtia kifafa sana. Nabii anasema kwamba baada ya hapo akamtoka. Akafanyaje? Akamtoka. Akawa kama amekufa. Pepo anaweza akasababisha mtu kama amekufa. Unamwona ukiangalia amelala, na bahati mbaya kunaga kipimo hospitali cha kugundua kama mtu amekufa. Ni physical examination tunafanya tu. Tunaangalia kifua kinapanda, unaona kipandi. Sababu ya kwanza. Pas, mapigo ya moyo yapo, unaona hayapo. Ukimwangalia joto ni wa baridi. Ukimwangalia kupumua pumui, una conclude amekufa. Lakini kumbe ukiangalia mtu akufa, pepo amemfanya huyu mtu kama amekufa. Watu wengi wanazikwa, si kwamba walikufa kweli, hapana. Mapepo yaliwavamia yakawafanya kama wamekufa, na nyinyi mkawabeba, tuandamane tuende kaburini. Yesu anausema juu yako katika jina la Yesu. Amen. Mkawazika kweli hao watu, lakini kiwalisia akufa huyu, pepo amemfanya kuwa kama amekufa. Nimesema kwamba na watu wengi, sio wachache, sio mmoja, wakasema amekufa. Na watu wengi wakisema amekufa, huyu jamaa kitakuwa kinafuata hapa, asingekuwepo Yesu kingemlamba. Angejikuta anashtukia yuko kaburini, ngona kuna giza. Kwa sababu pepo anaweza kumfanya mtu amekufa. Mkaimba na kulia, mkasema amekufa huyu, lakini kumbe hajafa. Mawakala kuzimu wamemchukua, yamemweka mahali, wamemweka kwenye dari, wamemweka kwenye mashamba, wapie kazi za shamba, wameweka chini ya fungu za vitanda, wameweka kwenye vibuyu vya kichawi, wameweka kwenye machupa ya kichawi, wameweka kwenye viungu vya kichawi. Lakini mkimwangalia mnasema amekufa, lakini kumbe ni pepo amemfanya kuwa amekufa, lakini kiuhalisia hajafa. Nami natamka kwa jina la Yesu Kristo, tunakataa vifo vya kipepo juu ya Saratila tangu sasa katika jina la Yesu. Amen. Hata kama alitokea amekufa siku za nyuma, watu waliokufa, lakini sasa na kuendelea tunakataa vifo vya kipepo na kichawi juu ya Saratila katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Pepo anaweza akatuma kwenye maisha yako, akasababisha uchumi wako ufe. Pambanavyo lakini umekufa uchumi wako. Anaweza akatuma kwenye ndoa yako, akaisababisha ndoa yako imekufa. Mume wako ashikiki, mke wako ashikiki, pepo amejigeuza kuwa mauti kwenye ndoa. Pepo anaweza akatuma kwenye afya yako, akasababisha ukawa mgonjwa. Unaumwa, uko serious, ukienda kupima anasema ugonjwa upo. Pepo. Sema mimi ninakataa. Mimi ninakataa. 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 Magonjwa ya kipepo. Magonjwa ya kipepo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakataa. Ninakataa. Matukio ya kichawi. Matukio ya kichawi. Kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakataa. Ninakataa. Matukio ya kichawi. Matukio ya kichawi. Juu ya kijiji changu. Juu ya kijiji changu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakataa. Matukio ya kichawi. Matukio ya kichawi. Juu ya watu wangu. Juu ya watu wangu. Kwa jina la Yesu. 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 Natamani niombe na watu wachache. Akipiga hesabu anajua kabisa mimi nimepigwa tukio la kichawi. Huu levi sio wa kawaida huu. Huu ugonjwa sio wa kawaida huu. Akipiga hesabu anasema hii hali sio wa kawaida hii. Ni tukio la kichawi. Na mimi nimekuambia kuna waweza kukusaidia kwenye hilo tukio isipokuwa umemkimbilia Yesu. Ukapaza sauti kama mwanaume alivyopaza sauti. Akasema Yesu unihurumie. Na Yesu yuko mahali hapa kumhurumia mtu mmoja aliyejaza imani yake kwa Mungu. Yuko hapa leo na sio kesho. Nimesema Yesu ana uwezo wa kuingia akatengeneza kilichoharibika kwenye maisha yako. Aidha kimesababishwa na pepo au kimesababishwa na mazingira au kimesababishwa na ugonjwa. Yesu anasema hivi katika Mathayo sura ya 3 mstari 24. Anasema naye akazunguka katika Galilaya yote akihubiri habari njema na kupoza kila aina ya ugonjwa na udhaifu katika watu. Yuko hapa. Amen. Njoo tuombe. Njoo. Njoo tuombe.
Njoo tuombe msaada. Yesu anatoa uponyaji bure. Wala kupi masharti. Wala tukungati hapa. Njoo tuombe. Ni kwa jina la Yesu tu. Nimesema kwenye swala la matatizo la watu, mimi sianzai kumbembeleza mtu mwenye matatizo. Akibeba matatizo yake abaki nayo. Natamani nimbembeleze mtu mmoja ambaye anasema nataka kumpa Yesu maisha. Amina. Ili ni ashinde matukio ya kichawi. Huwezi ukayashinda matukio kama huna Yesu. Mimi na ujasiri wa kusema ninajua mchawi hana cha kunifanya kwa sababu nina Yesu ndani. Wala waganga, wala mashetani, wala malaika waovu hawana cha kunifanya. Na kama nabii sauti nasikika kote kule aliko, afanye chochote. Na usiku leo naenda kulala bila kuomba. Si mzee wala wakoe wanaombaga wanaogopa. Leo mimi naenda kulala bila kuomba. Njoo. Mimi si watu wengi wachaite kwa sababu nimeomba. Kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Amen. Natamani niombe na mtu anasema kama anataka kumpa Yesu maisha leo. Aje hapa tuombe. Wewe ni mtu wa thamani sana kwa Mungu. Karibu upate msaada ili unapoenda kulala ulale na Yesu akulinde maisha yako yote. Karibu. Amen. 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 Funika macho yako mahali ulipo. Mimi nataka niseme Mungu akubariki sana kijana. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Amen. Kwa mama naomba kitenge hapa. Amen. Naomba kitenge hapa. Kama yuko mwingine. Amen. Sijaona bado. Amen. Wewe unalala usingizi wakati malaika huko mbinguni hajatulia kwa sababu ya kijana aliamua kumpa Yesu maisha. Karibu. Bado sisikii vigelegele vyako wewe acha katila wewe. DJ yuko wapi DJ? Amen. Tupe muziki DJ. Amen. Tunakusubiri wewe. Tunakusubiri wewe. Amen. Anamshangaa sana Mungu ameamua kuokoa vijana. Na taratibu mwaka huu mashetani akatae asikatae, watu watamjia Kristo kwa uweza na nguvu. Kwa jinsi sivyokuwa ya kawaida. Na hii tumeanza kuiona tangu mwezi wa kwanza mpaka unafika huu mwezi mwaka 2026 mwezi wa 12. Talatili itakuwa imepinduka, wachawi watakuwa wamekimbia. Tunakusubiri wewe mwingine. Unasema maisha yangu mimi siwezi bila Yesu. Msubiri fundi mitambo. Huyu ni mtu wa thamani sana. Tusimchoshe. Natamani tuombe naye tumsajili kwenye familia ya Mungu. Wewe blazo leo sio hautakuwa mlokole. Wewe utakuwa ni mwana wa Mungu, sawa? Ukitoka hapo waambie watu mimi ni mwana wa Mungu. Sawa? Na kwanza leo Mungu anaenda kukupa mamlaka ya kimbingu na kaa ndani yako. Roho Mtakatifu anakuja na kaa ndani yako. Usiogope wenzako watasemaje. Wengine watainuka ili kukucheka, ili kukurudisha moyo, ili kukuvunja moyo. Waambie nimeamua kumfuata Yesu. Sawa? Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa ajili ya muda na wakati kama huu. Asante kwa ajili ya kijana huyu aliye wa thamani sana machoni pako. Katikati ya vijana walio wa thamani machoni pako katika mji wa Chalatila. Umemwona huyu leo amekuwa ni wa thamani sana. Umesema na moyo wake. Hakuna mwanadamu aliyemlazimisha, bali Mungu ameitii sauti yako. Uliposema naye akaamua kukujia wewe. Na umesema kila anayekujia wewe kamwe humtupi. Wanadamu wanaweza akamtupa kwa sababu ya nyadhifa, kwa sababu ya kipato chake, kwa sababu ya jina lake, lakini wewe umesema kila anayekujia wewe kamwe humtupi. Ninamkabidhi mikononi mwako. Kasikia ukiri wake siku ya leo katika jina la Yesu. Nifuatishe maneno haya. Sema, Baba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa upendo wako. Asante kwa rehema zako zilizo nyingi sana kwenye maisha yangu. Asante kwa msamaha wako ulio mkubwa sana kwenye maisha yangu. Mimi ninakiri ya kwamba nalikuwa mwenye dhambi, ya kwamba nalikuwa nimepotea, lakini kwa neema iliyo katika Kristo Yesu umenitafuta, umenirudisha katika familia yako.
Ninaamini kwa moyo ya kwamba Yesu alikufa na siku ya tatu akafufuka katika wafu. Ninakiri kwa kinywa changu ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unirehemu e Mungu makosa yangu yote na dhambi zangu zote ninazozikumbuka na nisizozikumbuka. Ukalifute jina langu, ukauondoe uovu wangu, ukayaondoe makosa yangu. Kwa damu ya Yesu unitakase Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Hii ni mamlaka yako inatamka juu ya kijana huyu. Hata kama yako maagano yaliyosimama kwa muda mrefu yakiwa kimtumikisha na kumtawala, leo ametangaza agano jipya katika damu ya Yesu. Ninayavunja maagano yote, ninavunja mashetani na misimu, roho zote za giza zilizotawala maisha yake kwa muda mrefu. Kwa jina la Yesu Kristo ninazitoa moto, kwa moto wa Yesu Kristo zikateketee, na kuachia maisha yake, na kuachia fahamu yake, na kuachia ujana wake, na kuachia kila kitu kwenye maisha yake. Tangu sasa ameokoka mbali na hukumu ya Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Asante mtakatifu Baba mwenye nguvu na mamlaka, Mungu mwenye uwezo, katika naomba Kakeriabu umchukue kijana. Naomba tufundi mitambo tuwekee wimbo wakati wewe uliosubiri, tunakusubiri wewe. Vijana wenzako walio na akili wanakimbilia kwa Yesu. Chukua taarifa zake. Tunakusubiri wewe mwingine. Tunakusubiri wewe ambaye unataka kumpa Yesu maisha yako leo. Akupe uweza na nguvu juu ya wachawi. Akufanye kuwa mwana wa Mungu. Akupe uzima wa milele. Njoo. Njoo. Usimwogope huyo anayekushauri. Anasema usiokoke. Inawezekana ndo mchawi wako, anajua ukiokoka hataweza tena kukuloga. Anasema usiende huko, anajua ukishaokoka leo ndo bye bye, hawezi tena kukuloga. Njoo, hii ni sauti ya Mungu kwako. Funika macho yako mahali ulipo. Natamani niseme na mashetani ndani yako ambayo yamesababisha ukaumwa hivyo ulivyo, yakasababisha ukapata shida ulionayo. Nimepewa mamlaka na Mungu ya kuamuru yatoke na kukuachia. Naomba mumlete huyo baba shehe. Nimepewa mamlaka. Funika macho yako. Nimepewa mamlaka juu ya mashetani. Nimepewa mamlaka juu ya majini. Nimepewa mamlaka juu ya nguvu za giza na uchawi. Nimepewa mamlaka juu ya mawakala wa kuzimu na kazi zao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo. Ninasema nanyi mashetani. Ninasema nanyi mapepo, misimu, majini. Notawala maisha mama huyu. Notawala maisha yake. Kwa moto wa Yesu Kristo. Kwa moto wa Yesu Kristo. Nimepewa mamlaka juu yenu. Ninawaamuru wote kwa idadi yenu na kwa majina yenu, toka mwachie. Toka kwa moto wa Yesu Kristo. Toka kwa jina la Yesu. Yesu ni moto. Yesu ni moto. Ninawaamuru wote mumwache awe huru tangu sasa. Moto juu yenu. Moto kwa jina la Yesu. 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 Achia maisha yake. Achia afya yake. Achia
Achia, 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 achia kwa moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu. Ninawashambulia hapo mlipokaa. Ewe joka, ewe joka, ewe joka, ninakushambulia kwa moto, ninakulipua, ninakuponda kwa jina la Yesu, ninakuponda kwa jina la Yesu. Umetawala maisha yake, yatosha. Umetawala maisha yake, yatosha. Leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka, mwachia awe huru. Toka, achia maisha yake. Toka, achia afya yake. Toka kwa jina la Yesu, ninawaapisha. Toka, achia. Toka kwa damu ya Yesu. Toka, achia maisha yake. Toka mizimu, toka uchawi, toka mapepo. Moto wa Yesu Kristo, moto wa Yesu Kristo, moto wa Yesu Kristo, moto wa Yesu Kristo, moto wa Yesu Kristo. Ninateketeza kazi zenu zote, ninateketeza, ninateketeza, ninateketeza kwa jina la Yesu, 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 ninateketeza kwa jina la Yesu. Leo, 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 leo ninawaponda wote mawakala wa kuzimu mlioshikilia shida ya mama huyu, mlioshikilia ugonjwa wake. Mmetuma pepo, 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 pepo uliyekaa ndani yake kama ugonjwa, uliyekaa ndani yake kama kifafa. Ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Toka, machie. Toka, awe huru tangu sasa katika jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu Kristo hai. Yesu akuweke huru. Nyosha mikono yako juu. Funika macho yako. Sema kwa jina la Yesu. Kwa sauti zaidi, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila uchawi uliofanyika juu yangu leo uvunjike kwa jina la Yesu. Kila pepo aliyeingia kwenye maisha yangu akajifanya ugonjwa, akajifanya uvimbe, akajifanya balaa, akajifanya mikosi, kwa jina la Yesu leo ninamlipua kwa moto kwa jina la Yesu. Kila matukio shetani aliyoandaa kwenye maisha yangu, matukio ya kichawi ili niaibike, matukio ya magonjwa, ajali, kwa jina la Yesu leo ninayabatilisha kwa jina la Yesu. Leo ninayabatilisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Funika macho yako sasa, hivyo hivyo. Baba, juu ya mkono huu ulionyoshwa, juu ya mkono huu ulionyoshwa, ninatuma damu yako, ninatuma nguvu yako, ninatuma moto wako kwa jina la Yesu. Kila roho, kila pepo, jini, zimu, nguvu za giza, uchawi uliotawala maisha yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaapisha kwa damu ya Yesu. Ewe pepo, ewe joka, ninakuponda kwa jina la Yesu. Achia maisha ya mama huyu, achia maisha ya mtoto huyu, achia maisha ya binti huyu, achia maisha ya baba huyu kwa jina la Yesu. Umekaa ndani yake kama ulevi, umekaa ndani yake kama balaa, kama mikosi, kama ugonjwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninaachilia moto wa Bwana ukuteketeze. Toka, achia maisha yake. Ninakukemea umtoke, wala usirudi tena katika jina la Yesu. Amen. Shangilia, shangilia. Mengi mengi na vigelegele. Makofi mengi mengi na vigelegele. Makofi mengi mengi na vigelegele. Asante, asante. 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 Basi mpaka hapa ni ng'ombe mashemasi. Basi mashemasi, mnaweza mshika mkono.